Ukitaka kujua kama una vipawa vikubwa sana vya rohoni au maisha yako yatakuja kufanikiwa kupitia mambo ya rohoni, naomba uangalie placements hizi katika birth chart yako. Nyumba ya kwanza ambayo utaangalia ni nyumba ya 12. Nyumba ya 12 ama Pisces, utaangalia katika birth chart yako Pisces iko wapi, ama the 12th house iko kwenye kundi gani. Nyumba ya 12 huwa inasimamia mambo na rohoni, yani spirituality, inasimamia mambo na ndoto, inasimamia na siri zilizofichwa, inasimamia the spiritual world. Pia inasimamia connection na the divine, uwezo wa kuweza kuchannel ama kufanya readings, kuona vitu kama hivyo. Nyumba ya pili itakuwa ni nyumba ya 8 ama Scorpio. Scorpio inasimamia occult, hizi cult, watu ambao wanapenda kujiingiza kwenye vikundi vitu kama hivyo. Pia inasimamia vifo, pia inasimamia mwamko mpya, pia inasimamia transformation. Ukiwa na placements nyingi sana kwenye nyumba ya Scorpio, ama utaangalia nyumba yako ya 8 iko na kwa sayari gani iko pale, ama nyumba yako ya 8 iko kwenye kundi gani, vitu kama hivyo. Nyumba yako ya 8 inaonyesha psychic ability zako, vipawa vyako vya rohoni ni vya aina gani, kama una uwezo wa kuona rohoni, kama una uwezo wa kufanya mediumship, vitu kama hivyo, channeling, mambo mbalimbali, psychic gifts mbalimbali. Haya, tuendelee. Nyumba ya nyingine ni nyumba ya 4. Nyumba ya 4 nadhani huwa imesimamiwa na Cancer. Nyumba ya 4 inasimamia akili yako, the mind, hisia zako. Nyumba ya 4 kupa uwezo wa kuwa telepathic, inakupa uwezo wa kupokea downloads, inaonyesha upana wako katika mambo ya rohoni, ability yako ya kulinda anga, vitu kama hivyo. Haya, tukiingia katika sayari ambayo itakuonyesha ya kuwa una vipawa vya rohoni sana, ikiwa imewekwa vizuri maybe katika nyumba ya 12 ama nyumba ya kwanza, ni Neptune. Neptune inasimamia visions, yani kuona rohoni. Neptune pia inasimamia ndoto. Unapata mtu anaweza kutabiri ndoto, anaweza kuota ndoto na mambo yakawa, yani akiota hiyo ndoto, akija akisema vitu vinatokea. Neptune pia inasimamia mambo na kuchannel, mambo na readings, mambo na prophecy, unaweza kutabiri. Hawa ndio watu unapata akikwambia kitu anakwambia na tutaona, unapata mambo yako yanakuwa hayaendi ama yanakuwa vile alivyosema ndio inakuwa hivyo. Inasimamia spirituality, mambo na rohoni, creativity yako. Unapata huyu ni mtu ambaye anaweza fanya mambo mawili matatu katika mambo na rohoni na akapata breakthrough, vitu kama hizo. Haya, pia utaangalia south north yako. South north yako ama K2 ikiwa imewekwa vizuri maybe kwa nyumba ya 12 ama nyumba ya 3, inaonyesha uwezo mkubwa wa past life yako, yani before uje katika maisha haya ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa na nguvu nyingi sana za rohoni. So una uwezo mkubwa wa kuchannel hizo nguvu ama kuzichipua na kuanza kuzifanyia kazi. Sayari nyingine ni Moon. Moon ikiwa imewekwa kwa nyumba ya 12 ama nyumba ya 8 vizuri na degrees vizuri, tuseme iwekwe maybe kwa nyumba ya 12 ama ya 8, yani Pisces ama Scorpio, ama iwekwe kwa Cancer, utapata wewe ni mtu ambaye unaweza kujua kitu kabla hakijatokea. Unaweza kupokea downloads kwa urahisi sana. Wewe ni mtu ambaye uko telepathic. Telepathic ni mtu ambaye anajua umekuja unataka kujidanganya hapo, anasha kusoma tayari. Anajua huyu mtu anapitia ABCD, kama vile wewe unaona wamama wa kitambo akiona mtu kama una mimba umeficha anakuambia wewe ana mimba tena miezi 3, vitu kama hivyo. Haya, twende kwa Pluto. Pluto inasimamia the underworld, mambo ya sirini. Pluto inasimamia vifo. Pluto inasimamia mabadiliko. Pluto ikiwa imewekwa vizuri kwa nyumba ya 12 ama nyumba ya 8 katika degree inayoeleweka, utapata huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kuongea na maroho, ana uwezo wa kuingia katika anga za wafu. Unapata huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kuvunja madhabahu. Wale watu ambao huwa wanaenda kwa boma za watu alafu wanatoa vitu, wanachimbua vitu, angalia sana placements zako mahali Pluto iko. Una uwezo wa kuongea na maroho, una uwezo wa kucommand spirits na zikaondoka, una uwezo wa kucommand any spirit. Ikiwa degrees zenye zitakuwa zimewekwa pale, nitaendelea hivyo utapata kuelewa, itakuwa iko sambamba. Utapata huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kuingia in the underworld kupitia astral projection. Ni mtu ambaye anaingia kwa wafu, ananena nao, alafu anakuja anasaisha. Ni mtu ambaye akona supernatural forces. Ni mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kutembea na maroho, vitu kama hivyo. Haya, ukiwa na placements hizi katika nyumba hizi pia itaonyesha uwezo mkubwa wa kuwa na vipawa vya rohoni. Ukiwa na Mercury in Pisces ama in Scorpio, Mercury kwa nyumba ya 12,
katika saini ya Pisces, ama Mercury katika nyumba ya 8 katika saini ya Scorpio, utapata wewe ni mtu ambaye una uwezo wa kufanya nini? Kuwa overseer, intercessor, vitu kama hivyo, clairvoyant, clairsentient, una psychic ability. Wewe ni kama CID wa rohoni. Ukikaa hivi unaweza kuinvestigate maisha ya mtu kuanzia juu mpaka chini. Una uwezo wa kufanya readings, una uwezo wa kucommunicate na maroho. Ukakaa hivi ukanena na maroho, ukapata ujumbe. Hiyo ndo nguvu zako. Haya, ukiwa na moon ikiwa imeconjunct, hizo conjunction nadhani nimefundisha kwa video yangu nikaelezea conjunction ni nini. Conjunction ni sayari ambazo zina align, yani kama zinakaribiana hivi. Moon ina conjunction na Neptune, Pluto ama South North. Inaonyesha uwezo wako mkubwa sana wa kuona rohoni na pia kupokea downloads na pia astro project. Pia ukiwa na jua ama sun, moon katika ascendant sign yako, na hiyo ascendant sign yako iwe kwa water sign. Tuseme ascendant sign ni rising sign, yani tuseme na rising Pisces, rising Scorpio ama rising Cancer, na ukuwe na sun hapo ama na moon hapo, tuseme ikiwa kwa hizo ni nyota tatu, inaonyesha pia uwezo mkubwa wa kufanya nini? Wa kuwa na vipawa vya rohoni. Haya, ukiwa na degree hizi katika nyumba ya 12, utapata wewe ni mtu ambaye una uwezo mkubwa wa kuwa mchawi ama mganga, ama unakuwa ni mtu ambaye ako very mysterious, haeleweki, lakini ana uwezo wa kuongea na maroho. Una uwezo wa kujibadilisha. Ushaona wale watu wana shape shift? Ndio watu kama hawa. Ukiwa na degree 12 ama 24 kwa Pisces, una uwezo wa kuwa na psychic abilities nyingi sana. Unaweza kushape shift ukawa chochote kile. Wale watu ambao wanajigeuza kuwa mapaka, vitu fulani, ndio hawa. Haya, ikiwa uko na degree 8 ama 20 kwa nyumba ya 8 ya Scorpio, ama kwa water sign yoyote, pia inaonyesha uwezo mkubwa wa kudeal na dark forces, yani nguvu za giza. Wale watu ambao wana command toka, anatoka ama anapotea, vitu kama hivyo. So you are highly spiritual. Haya, pia ukiwa na hizi degree kwa cardinal sign yako. Cardinal sign yako kumbuka ni Aries, Cancer, Libra ama Capricorn. Ukiwa na 0 degree, ukiwa na 13 degree, ukiwa na 26 degree kwenye hizi cardinal sign, utakuwa na uwezo wa kuchipua nguvu zako za rohoni. So hizi ndio vipawa ambavyo utakuwa navyo, na hii ndio uwezo ambao utakuwa nayo. So ukiona wewe ni mtu ambaye unapata mambo yako hayaendi, hujielewi, hebu jaribu kuchunguza placements zako katika birth chart yako, upate kujifahamu wewe ni nani, umebeba nini, nguvu zako ni gani. Nadhani nimeongelelea mambo na spiritual gifts katika content zangu. Kuna mahali nilikuwa nimeongelelea ukitaka kujua nguvu zako za rohoni unaenda wapi, hivi vitu na hivyo. So saa hii na kuelezea vipawa vikubwa, wale watu ambao wanaweza kucommand spirit ya mtu na ikawa, wale watu ambao wamebeba spiritual gift. Unapata mtu kwa sababu haifanyi kazi, akilaani tu mtu inashika, akinenea mtu inafanyika, akifanya hivi inafanyika. Sasa watu hawakutaki kwa sababu ukiongea unalaani, ukiongea unafanya ABCD. Jaribu kujijua ili utoe hiyo nguvu katika giza, uingize katika mwangaza, uanze kuifanyia kazi, utoke katika matatizo. I hope umenielewa vyema. Na tafadhali kama pia unahitaji kujifundisha mambo mengi kuhusu birth chart, nifuate kupitia YouTube, link iko kwenye profile pale, ukibonyeza itakupeleka kwa YouTube yangu. Na ikiwa uko YouTube na unahitaji kufuatilizia mambo na spirituality, unaweza kubonyeza link ipo kwenye description box ya TikTok, utanifuata TikTok upate kujifunza mawili matatu. Na ikiwa unahitaji huduma zangu na upo TikTok, bonyeza link ipo kwenye profile, itakupeleka kwa huduma na malipo. Kwa unahitaji kusomewa birth chart, ikiwa unahitaji kusomewa utatu wako, ikiwa unahitaji consult, karibu sana. Nambari yangu ya WhatsApp ipo kwenye profile.